Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni kwa mara nyingine tena, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumania kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huku tutakwenda tena kugusia ama kurejea yale ambayo yametokea tarehe 17 na 18 Machi mwaka huu huko mjini Washington, na baadhi ya vichwa vya habari vinakwenda kueleza ya kwamba tarehe hiyo ya 17 na 18 Machi mwaka huu zinaweza kuwa hatua muhimu katika uhusiano kati ya Republic Democratic du Congo na nchi ya Rwanda, na ni kutokana na mkutano ambao ulifanyika huko nchini Marekani katika mji mkuu wa Washington DC, na katika mfumo wa majadiliano kuhusu makubaliano ya amani na ustawi, wawakilishi wa nchi hizo mbili wamefikia makubaliano kabisa na tena ya muhimu ya kwanza kwa mchakato wa kuondolewa kwa hatua kwa majeshi ya Rwanda kutoka katika ardhi ya Kongo. Na kwa mujibu wa yaliyojadiliwa baada ya mazungumzo hayo, Kigali imekubali kabisa kuondoa wanajeshi wake pamoja na vifaa vya kijeshi vilivyoko mashariki mwa DRC, na uamuzi huu unajibu madai ya muda mrefu ya Kinshasa ambayo kwa miaka kadhaa imekuwa ikilalamikia uwepo wa vikosi vya kigeni katika ardhi yake. Hadi hiyo pia inajumuisha kuvunjwa kwa miundombinu iliyowekwa ikiitwa ya kujilinda katika maeneo fulani. Hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kupungua kwa mvutano kwa namna inayoonekana na kupimika. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi, wanaona kuwa hatua hii ya kidiplomasia ni ishara muhimu ya kuheshimu mamlaka ya mipaka ya DRC, ingawa haijasemwa waziwazi, ila makubaliano haya yanatafsiriwa kama utambuzi wa kivitendo na uhuru wa Kongo katika maeneo husika. Pia yanaonyesha mabadiliko ya msimamo katika mgogoro ambao Rwanda imekuwa ikituhumiwa mara kwa mara na Kinshasa, pamoja na ripoti mbalimbali za kimataifa kuwa na ushiriki wa kiusalama ndani ya ardhi ya Kongo. Kwa upande wake, DRC imethibitisha nia yake ya kuendelea na operesheni dhidi ya Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR, kundi lenye silaha linalofanya shughuli zake mashariki mwa nchi na linalochukuliwa kuwa tishio kubwa la kiusalama kwa Rwanda. Hata hivyo, operesheni hizi zinatarajiwa kufanyika ndani ya mfumo uliodhibitiwa, zikiwa na dhamana ya kulinda raia, jambo ambalo limekuwa likisisitizwa mara kwa mara na washirika wa kimataifa. Makubaliano yenye athari za kikanda zaidi ya kipengele cha kijeshi, makubaliano haya yanaweza kubadilisha mizania ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu, yanatoa matumaini ya kutoka hatua kwa hatua katika hali ya mvutano wa muda mrefu uliokuwa ukichochewa na tuhuma za pande zote. Makubaliano ya Washington yanaonekana kama msingi wa kuanzisha mfumo mpya wa ushirikiano ambapo dhamana za kimataifa zitasaidia katika kuleta utulivu wa kudumu. Ingawa tangazo hili linaonekana kama hatua kubwa mbele, bado kuna mashaka kuhusu utekelezaji wake halisi. Ratiba ya kuondoka kwa majeshi, mifumo ya ufuatiliaji na hali ya usalama uwanjani vitakuwa mambo muhimu katika kupima uzito wa ahadi hii. Hivyo basi, mchakato huu wa kidiplomasia unatuma ujumbe wazi ambao unabainisha kuwa swala la uhuru wa DRC linazidi kuwa msingi mkuu katika jitihada zozote za kutatua mgogoro unaoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo. Na kutokana na kujiondoa kwa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa Kongo, tayari kuna tetesi zinazoshuhudia kuona mvumazi zisizo za kawaida za majeshi ya Rwanda za usiku, zikiwemo usafirishaji wa mifugo na baadhi ya rasilimali za kilojistiki katika muhimili ama aksi ya Masisi Goma hadi kwenye mpaka wa Rwanda. Movement hizo ambazo zinaonekana kuwa za kipekee kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, zinaweza kuashiria hatua ya maandalizi ya kuondoka au kupanga upya vikosi vinavyohusishwa na RDF, M23 pamoja na AFC.
Na ishara hizi zinajitokeza katika muktadha wa mabadiliko ya hivi karibuni ya kidiplomasia kati ya Kongo na Rwanda, hasa kufuatia mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington DC. Kwa mujibu wa wachambuzi, movement hizo za uwanjani zinaweza kuwa ishara za mwanzo za utekelezaji wa mpango huo wa kuondoka ulioratibiwa na unaunganisha masuala ya kijeshi na makubaliano ya kisiasa. Kwa sasa nadharia inayotawala ni ile ya kuondoka kwa mpango uliopangwa unaohusisha upangaji upya wa kimkakati wa vikosi husika. Kwa kawaida, hatua kama hizi huanza na uhamishaji wa rasilimali za kiuchumi na kilojistiki kabla ya kuonekana wazi kwa kuondoka kwa wanajeshi. Ila hata hivyo, kipindi hiki cha mpito kinaweza kuambatana na hatari kadhaa, huku wachambuzi wanaeleza ya kwamba uwezekano wa vitendo vya uporaji vinavyoweza kutokea mwishoni mwa mzunguko wa uondoaji wa vikosi, kuibuka kwa mianya ya kiusalama katika maeneo fulani ambayo inaweza kutumiwa na makundi mengine yenye silaha na kuongezeka kwa mvutano wa kijamii katika maeneo yenye historia ya migogoro. Wakati huo huo, hali inaweza kutoa fursa muhimu kwa FARDC kurejesha kwa haraka udhibiti wa maeneo husika na kuimarisha mamlaka ya dola ama autorite de l'etat. Uwezo wa vikosi vya serikali kupelekwa kwa haraka kwa mpangilio mzuri utakuwa muhimu katika kuhakikisha utulivu wa maeneo hayo. Katika mazingira haya, vipaumbele kadhaa vya haraka vinaibuka, kama vile kuhakikisha usalama wa jamii zote bila ubaguzi, kuzuia hofu na taharuki miongoni mwa raia, kuchukua udhibiti wa haraka wa maeneo yatakayokuwa yameachwa ili kuepusha mianya ya kiusalama. Na kwa hiyo movement hizo za kimya kimya lakini zenye maana kubwa zinaweza kuashiria mwanzo wa hatua mpya katika mabadiliko ya hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambapo siasa na masuala ya kijeshi vinaonekana kuungana kwa karibu zaidi. Na ikumbukwe kuwa RDF inatokana sana na sera za Front Patriotique Rwandais RPF Inkotanyi iliyoongozwa na Paul Kagame, ambayo hapo awali ilidaiwa kuandaa operesheni zake kwa namna iliyolenga kuhusisha baadhi ya ukatili kwa wahusika wengine ama kwa wahanga wenyewe, hivyo kuongeza uwezo wake wa kufanya vitendo vya kikatili huku ikificha uwajibikaji wake wa moja kwa moja. Ripoti zinazoonyesha kuwa RPF Inkotanyi ilijua uzito wa matendo yake yaliyoelezwa kama ukatili usioweza kueleweka na hawakuwahi kuwa na mpango wa mara moja wa kuzuia. Ili kudumisha operesheni zao za kulinda sura yao ya kimataifa, harakati hiyo ya RPF inadaiwa kuwa iliweka uwajibikaji wa baadhi ya uhalifu wao kwa makundi mengine, huku wakijitambulisha mbele ya jamii ya kimataifa kama waokoaji au wakubwa wa misaada. Mbinu hii iliruhusu RPF Inkotanyi kuendelea na vitendo vyake vya kikatili, huku ikiacha hisia kwamba baadhi ya ukatili ulikuwa mzima kwa wengine, hususan serikali ya Kihutu au milisha za eneo. Hivyo kila wakati waangalizi wa kimataifa au waathirika wangeishangaa kiwango cha ukatili kilichofanyika, ndio utasikia viongozi wa RPF Inkotanyi wakisema kwamba hili lilitokea pia wakati wa mauaji ya kimbari kwa sababu ya serikali ya Kihutu, huku wakipunguza uwajibikaji wao wa moja kwa moja katika mauaji hayo. Mbinu hizi zingethibitisha nia ya kudhibiti simulizi la kihistoria na kidiplomasia kwa kutumia taasisi za kimataifa kuweka msingi wa matendo fulani na kuvuruga uwajibikaji halisi. Matokeo yake, kulikuwa na tofauti kati ya taswira ya umma ya baadhi ya matukio na ukweli uliofanyika uwanjani. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanazidi kuridima katika yale ambayo yanahusiana na hali inayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi habari moto kutoka kwetu.